tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine kabisa. So mbele yako unaniona Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuja kukupa ujanja ama nimekuja kukupa mbinu ambayo utaitumia katika beti na ukabeti 95% ushindi. Yani ukawa wewe una asilimia za kushinda bila kukosea. Kubeti magoli kwamba nani goli hili atafunga muda gani, atafunga saa ngapi, ama atafunga upande gani, nani atadaka hivi, atafanya hivi kwa uhalali kabisa kupitia AI ambayo unakwenda kuitumia hapa. So mimi kama mimi nilianza kubeti kwanza mimi seni, nikajihakikishia kwamba jambo hili ambalo nakuja kukufundisha sasa hivi ni jambo ambalo linakuja kukuokoa katika beti, lakini ushindi ni asilimia ni 95% ushindi. Yani 5% tu ndio zimepungua. Kwa hiyo ushindi uko. Njoo nikuoneshe. Huu ni mkeka ambao nilibeti ama nilikuwa nataka kubeti kupitia Beti Power. Sasa nikaamua mimi kama mimi nitumie moja kati ya application. Sawa? Hii application itanisaidia mimi kujua timu gani kubwa hapa, timu gani inashinda, lakini pia taiuliza kwa nini. Mfano, hapa chini niliandika hivi, nataka tu beti yote, yani nataka ni beti na hii hapa ama na hii platform ama na hii system na tushinde. Hebu tuchague timu alafu niambie kwa nini na je tushinde. Sawa? Akaniambiaje? Sawa bro, tuwe wa kweli kabisa. Kwanza kubeti hakuna sale win. Sawa? Ila tunaweza kupunguza riziki kwa kuchagua mechi zenye uwezekano mkubwa kulingana na nguvu za timu na odds. Shani soma hapo. Kwa hiyo ndio maana nilikwambia kwamba ukishakuwa unatumia hii hapo mwanzoni kabisa, wakati unaniona hapo Teacher Sauti ya Sifa, utakuwa haya sana. Kwa hiyo kushinda, kupata mikeka kama hii ambayo unaiona hapa ama ushindi kama huu ambao unauona hapa ni rahisi sana. Umeshanielewa hapo? Sasa ameniambia hivyo, lakini ameniambiaje? Nimeangalia hiyo picha, hebu nichague hoti beti ya busara. Yaani tuchague beti ya busara ambayo itakuwa haina hasara kwetu. Sawa? Kaniambia chaguo salama. Chaguo salama Al Nassr Club vs Al Town, nichague Al Nassr. Umeona? Al Nassr ina odds 1.25. Kwa nini? Kwa nini sasa nichague Al Nassr? Al Nassr ni timu kubwa sana Saudi. Wana kikosi kizito, experienced stars. Wanacheza nyumbani. Odds ndogo, hatari ni ndogo pia. Uwezekano mkubwa wa kushinda. Umeona, ananitolea hizo sababu. Lakini mechi ya pili Al Ittihad Club vs Al Qaddaud. Sawa? Chagua Al Ittihad. Sawa? Odds ni ndogo 1.15. Kwa nini nichague hiyo? Al Ittihad ni giant ama ni giant wa Saudi. Al Qaddaud ni timu ndogo huko Saudi. Sawa? Hii ni mechi ya master win. Yani kwamba hii ni mechi ambayo ni ushindi ni lazima. Sasa umeona sababu alizonipa huyu jamaa. Lakini chini kabisa hapa akaniambiaje? Kuna mechi hapo ambazo alinishauri nisizibeti. Kwa hiyo nikawa nimebeti mechi 2 tu. Akaniambiaje? Hot bet ninao shauri salama zaidi, Al Nassr win, Al Ittihad win. Sawa? Umeshanisoma. Kwa hiyo kwamba akasema kwamba Al Nassr na Al Ittihad watawini. Odds ya pamoja akasema itakuwa ni 1.43 na 1.45. Nafuu kushinda kuliko odds kubwa hautoshinda. Ukweli, hakuna beti ya 100%. 2, beti ndogo, mechi chache, nafasi kubwa ya kushinda ipo. Mechi nyingi, tamaa sawa sawa na kuungua, hakuna ushindi. Umeona? Sasa hapa chini nikamwambiaje? Nifafanulie vizuri kwa nini washindi wana wachezaji. Yani kwa nini washinde? Wana wachezaji gani wakubwa? Kwani matokeo yao ya mechi kwa siku zilizopita ni zipi ama ilikuwaje? Akaniambia ndio bro, nitakupa uwezo wa kila timu uliochaguliwa ama niliokuchagulia, kwa nini wanaweza kushinda, pamoja na wachezaji wakubwa na fomu yao ya hivi karibuni. Akasema
Al Nassr vs Al Town. Kwa nini Al Nassr wanaweza kushinda? Wana wachezaji wakubwa. Mmoja wa mchezaji ni Cristiano Ronaldo, mmoja wa washambuliaji bora ulimwenguni. Ana uwezo wa kufunga mabao muhimu sana. Anaongoza timu kwa mabao na ana historia ya kushinda mechi nyingi. Lakini pia kuna mshambuliaji mwingine anaitwa Joao Felix, mshambuliaji mwingine mwenye uwezo mkubwa wa kufunga na kusaidia goli. Lakini akasemaje? Fomu ya hivi karibuni Al Nassr walikuwa na rekodi ya kushinda michezo kadhaa mfululizo na kuongoza ligi kwa ushindi mwingi. Hii inaonyesha kwamba timu iko kwenye hali nzuri ya ushindi, yani consistent. 1.25 inaonyesha bookmarks wanaamini wana nafasi kubwa ya kushinda, ndio maana wameweka odds ndogo. Kwa hiyo Al Nassr ni chaguo salama zaidi. Umeona anavyonipa sababu. Kwaona mimi makini hapa, nitakwenda kufundisha jinsi ya kufanya hapo mwisho wa video ama katikati ya video, lakini wakati unakukumbusha tu hakikisha unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili kuwa na mimi kila wakati. Lakini pia hakikisha unatoa comment, una like. Wanaotoa comment ni wale ambao wamesubscribe pekee. Kama hauto-subscribe hata comment hautoweza kutuma like tena. Kama utajaribu kutuma afu hujasubscribe utaona comment haikai kwenye comment. Lakini pia akaniambiaje, Al Ittihad vs Al Qaddaud. Kwa nini Al Ittihad wanaweza kushinda? Wana wachezaji wakubwa. Timu hii ni rais wa Saudi, yani timu hii ni rais wa Saudi Pro League na walikuwa mabingwa wa msimu uliopita. Fomu ya hivi karibuni walipata ushindi wa mataji na kawaida wana kikosi imara zidi ya timu ndogo. Hata walipopigwa bado wana uwezo mkubwa wa kurejea. Kwa ufupi, Al Qaddaud ni timu dhaifu kulinganisha na Al Ittihad. Odds ndogo 1.15 inaonyesha ni favorite kubwa kushinda, ndio maana umeweka odds ndogo. Al Ittihad ni chama chenye nguvu kubwa kuliko Al Qaddaud. Yani tumeona kabisa kwamba inakupa sababu, inakupa uwezo, yani inakupa kila kitu. Utashindaje? Inakupa kila kitu ambacho, yani kila kitu ambacho utauliza kwamba sasa mimi nitashinda kwa sababu gani? Ama mimi nimchezee huyu mchezaji ana beti wapi, atashindaje? Tumeona kwamba inakupa moja kwa moja. Umeshanisoma hapo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba na hiyo match iliyochezwa ya hizi timu mbili hizi, hii hapa Al Ittihad vs Al Qaddaud, tuliona Al Ittihad walishinda. Ni hivi majuzi tu, ilikuwa ni kama vile ilikuwa tarehe 26 nadhani. Al Ittihad walishinda mida fulani hivi ya 2:30 game ilianza. Al Nassr pia walishinda mida hiyo hiyo. Kwa hiyo tunaona ushindi upo na unaweza kula pesa nyingi sana. Sasa kitu cha kufanya wewe kwa sasa, utaingia kwenye beti yako yoyote. Sawa, mfano kama mimi hapa naingia kwenye Beti Power, lakini unaweza kuwa unabetia labda SportPesa, unaweza kuwa unabetia beti yoyote ile, unaweza kuwa unabetia Wasafi Betis, unaweza kuwa unabetia kila beti ambayo unaijua wewe. Ila cha muhimu na kuomba unatumia simu kubwa, uwe na application kama hivi. Sawa, umeona hapa nimeingia hapa nimeingia. Sawa, hapa umepaona hapa kuna hizi timu hizi. Umeziona hizi timu? Hizi timu si ndio hizi? Sasa hizi timu unaweza kuwa wewe unatamani kubeti afu ujui kama utabetije inakuaje. Sasa kama hautokuwa ukijua ama ujui ubetije, una screenshot hapa. Tap. Umeona kama vile nimeipiga picha hii. Sawa? Lakini pia unaweza pia ukapanda paka hivi tena uka screenshot kwa zile timu ambazo unaona ipi betiwe, ipi itashinda, itashindaje, alafu zeni unaingia kwenye ile application. Umeona? Utaingia paka katika hii application afu utabonyeza ili jumlisha kubwa. Utaingia kwenye sehemu new chat, lakini pia utaingia kwenye ili jumlisha kubwa. Zeni baada ya kuingia kwenye jumlisha kubwa utakwenda pale eneo la kuweka picha ama la picha. Ukipabonyeza hapo kwenye picha yako ile ambayo uli screenshot utaikuta hapa. Kwa hiyo utaibofya, ukishaibofya ama ukiigusa itakuwa imewekwa tiki, utaweka. Sawa? Ukishaweka paka hapo sasa chini hapa utaandika kitu chochote ambacho unakitaka. Mfano mimi nitaandika hivi
nataka kubeti lakini sijui. Umeona, nimeandika nataka kubeti lakini sijui timu gani itashinda na kwa nini ishinde, nichague ipi? Afu nitasend. Hapa kaniambia hivi, na kuona lakini hapa lazima niwe mwangalifu kidogo. Siwezi kukwambia uchague timu ipi ubeti au kukupa utabiri nani atashinda, hasa kama bado hujafikisha umri wa kisheria wa kubeti. Hilo lingekuwa na kusukuma kwenye jambo lenye hatari na staki kabisa. Lakini naweza kukusaidia kwa njia salama. Elimu hii uielewa unachoona hapo kwenye picha na ujifunza kufanya maamuzi mwenyewe sasa au baadaye ukishakuwa kisheria. Jinsi ya kuelewa odds. Unachoona hapo, timu ya nyumbani ishinde, sare, timu. Umeona hapa ananielekeza kwamba jinsi ya kubeti ama ananielekeza ni betije, lakini mimi nitabonyeza hapo kwenye chat, alafu nitamuuliza hivi, nitamwambia mimi sasa. Hapa nimemwandikia kwamba mimi nina miaka 22, pia huwa na beti, lakini nataka unishauri timu gani itashinda leo na kwa nini uwezekano wa kushinda upo, kwa nini isiwe nyingine, wana kikosi gani, wachezaji gani wakubwa wanao. Yeye kaniandikiaje? Sawa, nimekuelewa, una miaka 22, unataka ushauri wa kiufundi. Sawa, si miujiza, ujue nani ana nafasi kubwa leo na kwa nini, bila kuficha hatari yoyote. Nitaongea kama mpambuaji ama mchambuaji wa mpira, si kama mtu wa kuhakikisha ushindi. Kumbuka, kabla hujabeti, beti haina uhakika moja kwa moja. Tunazungumzia uwezekano wa kushinda, lakini sio ushindi wa moja kwa moja. Hapa kaanza kama tulivyopanga pale kwenye picha. PSG vs Newcastle, uchambuzi wa kiufundi. Uwanja wa PSG nyumbani, faida kubwa kwamba wapo nyumbani. Mtindo wa PSG, anapenda kumiliki mpira, kushambulia haraka. Umeona anachokwambia, yani anakuambia kwamba timu hii inafanya nini na inakuaje. Kwa hiyo wewe ndio akili yako utachagua. Newcastle mara nyingi utegemea nguvu na pressure, lakini ugenini kuwasilika, kwamba kwa kuwa PSG wako nyumbani, basi PSG wana uwezekano mkubwa wa kushinda mpaka sasa ninavyoona. Wachezaji wakubwa wa PSG, yuko Mbappe, ana kasi, ana finishing, yuko Dembele yuko winga, Vita midfielder control, uzoefu mkubwa wa UCL kuliko Newcastle. Kwa nini Newcastle anaweza kushindwa? Ulinzi huchoka kwa kushambuliwa kwa kasi, kukosa uzoefu mkubwa hatua za juu. Lakini pia yuko ugenini. PSG ana nafasi kubwa, lakini hatari ipo kama Newcastle wakicheshaona kabisa kwamba PSG anafanyaje, anashinda. Lakini pia hapa chini kuna timu nyingine hapa, kama kuna mechi nyingine ambayo ni Borussia Dortmund vs Inter Milan. Hii ni mechi ngumu zaidi leo. Tukianza na Inter Milan, ana timu iliyokomaa, yani ticket call, mfumo wake upo imara wa ulinzi, lakini pia pale ana counter attack, yani anashambulia na pia ana mifumo imara. Ana wachezaji muhimu kama Lautaro Martinez, Blela, Kalinauglo, wachezaji kama hao. Lakini pia tukija kuizungumzia Dortmund, wako nyumbani, kwa hiyo wana nguvu kubwa, lakini huwa na makosa ya ulinzi zidi ya timu zenye uzoefu. Kwa hiyo Inter ana advantage ya experience, lakini sare au ushindi wa Inter kwa tabu ndio kitu ambacho tunakiona leo. Kwa hiyo hapo umeshapata jambo kwamba hapo moja kwa moja wanakuambia kwamba Inter Milan ndio wanakwenda kushinda. Shanisoma. Lakini pia kuna Napoli vs Chelsea. Sawa, tukianza na Napoli nyumbani wana pressure kubwa. Midfield na winga wanashambuliwa kwa kasi.
Chelsea kikosi kizito, lakini mara nyingi consistency huwa shida. Wachezaji wakubwa wanachezaji wakubwa kama Stringer, Enzo Fernandez, Nkuku, lakini pia mechi ya hatari kubwa hakuna sare, ndio maana odds ziko karibu. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo inaonekana kama vile ina sare. Kwa hiyo unapewa uchambuzi kama huo, lakini pia unapewa mambo ambayo yani kwamba yatakufanya ujue timu gani ambayo inakwenda kushinda moja kwa moja. Kwa hiyo tumeona hadi hapo unaweza ukapewa ushauri, ukapewa kwamba ukapewa ufafanuzi timu gani, lakini pia ukachagua timu gani inashinda. Lakini sasa hem tumuulize swali moja. Nimeuliza hivi, je, ni timu gani unaona zina uwezekano wa kushinda leo? Akasema hivi, sawa, nikwambie kwa ufupi na kwa uhalisia kama mchambuzi wa mpira, ni timu zipi zinawezekana wa kushinda zaidi leo, sio kwa uhakika 100%. Timu zenye uwezekano mkubwa wa kushinda kwa leo kuna FC Barcelona, uwezekano mkubwa. Kwa nini? Wako nyumbani, wana kikosi bora, wanamiliki mpira kwa muda mrefu, wana wachezaji wakubwa kama Lewandowski, Gundogan, Pedri, Yamal. Lakini pia kuna mechi nyingine Paris Saint-Germain na maanisha PSG, wana uwezekano mkubwa wa kushinda. Hizi kumbuka hizi mechi zote wameshazitaja pale ama zilikuwa pale kwenye mkeka. Kwa hiyo hapa anakupa mechi ambazo zinakwenda kushinda leo. Sawa, uwezekano mkubwa wa kushinda. Kwa nini? Wako nyumbani, kasi ya ushambuliaji ni kubwa, ndivyo walivyo. Lakini pia wana wachezaji wakali kama Mbappe, lakini pia wana uwezo wa kubadilisha mechi kwenda huku. Lakini pia Newcastle wako ugenini, kwa hiyo wanapata shida. Mechi za hatari zaidi ambazo hizi huenda zikawa sare ama zikakosekana ni kama hii. Kuna Dortmund vs Inter Milan. Hii mechi inakuwa yani hii inaweza kuwa ni sare au Inter Milan wakashinda kwa tabu sana. Kwa hiyo mechi kama hizi umeona, yani anakupa vitu kama hivyo. Yani akakwambia kwamba mechi za hatari za leo na hii huku nyingine Napoli vs Chelsea, timu zote hazitabiliki. Yani hii ni ishara nyekundu. Yani timu zote hazitabiliki. Odds ziko karibu kwa sababu hakuna aliyekuwa juu sana wala aliyekuwa chini sana, wako kawaida. Mechi ya kuepuka kama utaki kulizi pesa yako. Hitimisho. Basi paka hapo nipende kukuambia kwamba hii ndio hapo ambayo itakwenda kukupa matokeo mazuri ama itakwenda kukupa uhakika wa ushindi. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza kuuliza swali hili na lile kwamba umesema kwamba timu fulani inashinda, umesema Yanga inashinda leo. Kwa sababu gani Yanga ishinde? Utapewa sababu. Lakini pia je, nimbetie mchezaji gani kwamba atafunga goli, atafunga dakika ngapi, atafunga kiaje? Hapa unaweza kupewa sababu na zeni baada ya hapo utakuwa ukipata ushindi tu. Okay, natumaini kabisa kwamba umeona jinsi nilivyoshinda mkeka wangu kwa kubeti takriban mechi 2 na nikashinda vizuri kabisa kupitia AI. Sasa AI hiyo ambayo nilikuwa naitumia hapo, kama umeifahamu nenda kaitumie. Kama hujaifahamu tafadhali njoo WhatsApp nikufundishe ama nikupe hiyo application ama hiyo AI kwa shilingi 2,000 tu. Ila wewe ambao umeshaifahamu, wewe ambao umeitumia sana, endelea kuitumia. Ila wewe ambao hujaitumia, andika BetWin kwenye WhatsApp. Namba za simu ndio hizo hapo 0757736498. Nakupa application, fanya kama nilivyofanya mimi ama fuata kama nilivyofuata mimi, ushindi upo 95%. So mpaka hapa sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuendelea kunisupport, lakini pia kwa kuendelea kunifuatilia. Tukutane wakati mwingine. Bye.